Mwijaku sasa amefikia hatua ile ya mwisho kabisa na kukubali kwamba yote aliyoyafanya kwa mke wake basi saizi anayajutia na anamuomba msamaha, lakini pia ameweza kueleza kwa undani zaidi na kufunguka mazito kwa kipindi chote hiki hapa ambacho amekuwa kipitia kwa hivi sasa. Ni takribani wiki mbili toka Mwijaku alipotangaza rasmi kwamba yeye pamoja na mke wake hawako tena pamoja, na mwanamke kwamba ameondoka na hayupo nyumbani. Lakini pia leo ameweza kufunguka mengi zaidi kwa kuanza kuzungumza mwanzo kabisa kwa kusema kwamba kapokea barua ya onyo kwamba hatakiwi kumtaja mke wake kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu zilizoelezwa kwamba mke wake si mtu wa mitandao. Kwa hiyo yeye Mwijaku ni mtu wa mitandaoni, kwa hiyo hatakiwi kutaja jina lake. Sasa ameweza kumzungumzia kwa kumtaja kama mzazi mwenzie na si kutaja jina lake. Tunafahamu kwamba Mwijaku kwenye kupinda hivi kwenye kona yuko vizuri. Sasa akasema kabisa kwamba ili jambo saizi limefikia hatua ambayo watu wa karibu, marafiki pamoja na baadhi ya watu maarufu ambao waliweza kuwatafuta kwa ajili ya kuzungumza kusuluhisha ili jambo, anasema kwamba limeshindikana. Kwa hiyo wazazi sasa ndo wanaanza kazi rasmi ya kuweza kuwapatanisha, na anasema kama itashindikana basi Mungu atakuwa ndo kapanga hivyo. Anasema pia anatoa onyo kali kwa Maimartha Jesse kwa kuendelea kufurahia anguko lake, lakini pia kuongelea mengi ambayo hayana ukweli. Jambo hili anasema kwamba yeye hajapenda kwa sababu hata yeye kuna muda alikuwa anaongelea Zuchu na Diamond Platnumz, alikuwa anaongelea Haji Manara na Zailisa. Anasema kabisa kwamba wale kipindi kile haikuwa kwa njia ya kufurahia anguko la ndoa. Watu wanatakiwa kutambua kwamba yeye saizi yupo kwenye hali ngumu kweli kweli na anapitia katika kipindi kigumu. Anasema mwanamke wake pamoja na mtoto wote wawili hawapo nyumbani kwa sababu ya mtoto pia kuchagua upande wa mama, kwa sababu ya mambo huwa ni kawaida pale ambapo inapotokea mitafaruko ama tafrani katika familia, basi mtoto huwa anachagua kwenda kukaa na mama. Anasema katika swala zima la mali amekazia tena leo na kusema kwamba hana chochote kile ambacho anakimiliki zaidi ya pikipiki tu ambayo aliweza kupewa kama ubalozi, na pia gorofa ni mali ya kwake kajenga kwa hela yake, lakini ameshaandika ni mali ya mtoto. Kwa hiyo wao kama wazazi ni wanasimamia tu, lakini hana chochote kile. Anasema kupitia barua ambayo kaweza kupewa amepigwa marufuku kutaja jina la mke wake, na kikubwa zaidi anasema anamuomba mke wake aweze kupima mema yake na kusahau mabaya yote ambayo alishakumfanyia. Anasema akumbuke mwaka 2013 wakati anasema yeye hana kitu chochote kile, alikuwa anapambana sana kwa ajili yake. Anasema pia wakati anamsumbua marehemu Ruge Mutahaba amsaidie connection ili mke wake apate kazi, na kweli akafanikiwa kupata kazi benki, kazi yake ya kwanza, lakini pia aliweza kupambana sana kumtoa kwenye tawi hilo la kwanza na kumpeleka kwenye tawi jingine. Anasema kwamba pia mwanamke wake akumbuke jinsi ambavyo aliweza kuriski maisha yake pale ambapo mwanamke alipopitia changamoto kubwa, lakini Mwijaku aliweza kupambana kwa ajili ya kutetea nafasi yake na kusimama kama baba. Na kingine pia kubwa zaidi ni kwamba anasema anaomba sana msamaha, na kupitia ile anaamini ataweza kusamehewa, kwa sababu amekuja kuzungumza hivi mtandaoni na kufunguka kwamba jambo la ndoa yake halikuanza juzi wala jana, zaidi tu kwamba hivi karibuni ndo amekuja kuongea, lakini anasema toka kipindi cha kampeni yeye pamoja na mke wake hawakuwa sawa. Kwa hiyo alikuwa anatembea na maumivu moyoni. Anasema kuliko siku lingekuja kuongelewa na watu lingeweza kumuumiza, ndio maana akaamua kuja kulileta huku. Na kikubwa zaidi anasema hatamani kumpatia nafasi shetani kwa kipindi hiki. Ndio maana amekuwa ni mtu wa kusafiri sana, lakini hamna chochote kile ambacho anakiona cha thamani zaidi ya familia yake, na hata hivi kujiweka bize kusafiri ni kwa ajili tu kutafuta amani, kwa kuwa amekuwa akiteseka kwa muda mrefu sana. Anasema kwa njia hii anaamini kila kitu kitawezekana, kwa sababu Mwijaku wa mitandaoni tofauti na Mwijaku yule wa nyumbani.
ndio kitu kikubwa ambacho anamuomba sana mke wake aweze kumsamehe. Haya ndo ambayo yamejiri leo na yale ambayo yanaendelea saizi huko Instagram juu ya msamaha mkubwa ambao Mwijaku anazidi kuomba kwenda kwa mke wake. Mtazamo wako ni upi katika hili? Tuandikie maoni yako hapo chini, kikubwa subscribe kwa taarifa nyingine nyingi zaidi.